Ni maombi yangu asubuhi ya leo, mauti ikazuiliwe katika maisha yako. Mauti ya kiuchumi, mauti ya kifedha, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, mauti kwenye miradi yetu na kazi na mipango, mauti katika biashara, mauti katika influence ya kisiasa na uongozi, mauti ikazuiliwe. Bwana Mungu akamwambia Daudi wakati tauni iliposhambulia mji. Bwana akamwambia Daudi, enenda katika uwanja wa Arauna Myebusi, ukatoe dhabihu na sadaka pale katika uwanja huo, naam, ili mauti ipate kuzuiliwa. Na Biblia inasema alipokwenda kutoa Daudi sadaka, mauti ikazuiliwa. Ni maombi yangu, unapoona vita katika kutoa sadaka, ni kwa sababu kuna mauti iliyoko ndani yako inayotenda kazi, na inajulikana tu katika ulimwengu wa roho. Ni sadaka peke yake inayoweza kuzuia mauti. Ukumbuke tunaposema sadaka ni sheria ya kiroho ambayo si tu kwamba inatuhusu sisi peke yetu na Mungu mwenyewe. Tulikuwa tufe mauti ya milele, lakini ili mauti izuiliwe, Mungu alitoa sadaka ya mwana wa pekee Yesu Kristo. Lakini ili mauti izuiliwe, Yesu alitoa sadaka ya uhai wake. Mauti inazuiliwa kwa sadaka. Sasa tuna historia ya vitu vingi vinakufa. Miradi inakufa, biashara zinakufa, ndoa zinakufa pia, hisia zinakufa kwenye familia, lakini pia keria, utashi, akili, uwezo, akili ya mtoto darasani. Leo alikuwa anafanya vizuri, baadaye unaitwa shuleni, njoo chukua mtoto wako, anatuharibia shule. Mauti imepanda katika madirisha mwetu. Na ni kwa njia ya sadaka peke yake mauti inazuiliwa. Na ndiyo maana ni vigumu sana pia kutoa sadaka. Usifikiri kwamba ni rahisi kutoa sadaka. Ukiweza kuona umepata nafasi, ukasikia umesemeshwa kutoa sadaka, ukafanikiwa kuitoa, oh my God, ukimaliza kutoa sadaka uende mahali ukajipongeze, kwa sababu mauti imezuiliwa. Yule mtoto na mama yake mjane wa Sarepta alimwambia Elia, tunakwenda kula mimi na mwanangu tukafe. Elia akamwambia kuna dawa ya kuzuia mauti, ni kutoa sadaka. Alipotoa sadaka, lile kapu la unga halikuisha, lile pipa la unga halikuisha, wala ile chupa haikuisha mpaka mvua iliponyesha juu ya uso wa nchi, kwa sababu ni sadaka peke yake inayozuia mauti. Sadaka inazuia utasa. Ni kwa njia ya sadaka malaika walipita nyumbani kwa Ibrahimu. Ibrahimu akawapa sadaka. Walipokula na kunywa, ndipo akamwambia Ibrahimu, yuko wapi Sara mkeo? Akamwambia yuko hemani. Ndipo wale malaika wakamwambia Ibrahimu, kamwambie mwakani majira kama haya atakumbatia mwana. Sadaka inaondoaga utasa. Sara mwenyewe akacheka kicheko, na hata alipozaa mtoto akamuita Isaka, akisema Mungu amenipa kicheko na wale watakaosikia watacheka pamoja nami. Ninakuombea Mungu akupe kicheko katika maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Tafakari sana, ni msukumo upi wa kisadaka uliowahi kuupata na haujathubutu kutoa hiyo sadaka? Ni msukumo upi? Kuna msukumo gani ambao umewahi kusikia ndani kabisa? Kuna wengine mnasukumwa kabisa, fanya kitu fulani, na unasikia ni Mungu ameniambia nifanye kitu fulani, nitoe sadaka. Once sadaka inapotoka kwenye mikono yako ikafika kwenye madhabahu, kazi ya sadaka ni kuzuilia mauti. Na uwe na hakika mauti imekuwa inazuiliwa kwa dhabihu na kwa sadaka. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ujichunguze, ufanye tathmini binafsi. Wengine mmeweka nadhiri mbalimbali, umeenda na nadhiri siku 2-3, umeacha, umesahau, haupo tena, haukumbuki, na kila mara Roho wa Mungu anakukumbusha. Lakini ile roho iletayo mauti, mauti ya kiuchumi, mauti ya kifedha, mauti ya kawaida kabisa, mauti ya kimwili, mauti ya kiroho, mauti ya karama, mauti ya vipawa, mauti ya nafasi, mauti ya vyeo, mauti ya kisiasa, mauti ya uongozi, mauti ya kiinfluence, mauti ya elimu, mauti ya akili, inakuja ina block, na unajikuta kwamba hauwezi kuendelea kufanya kile ambacho Mungu alikusudia afanye. Ni kwa sababu ulizuia sadaka ambayo ingeondoa mauti na kufa na ufu kwenye maisha yako. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, kwa neema ya Mungu, Mungu akupe kufikiri, akupe kufanya tathmini binafsi, na Roho Mtakatifu akukumbushe
na Mungu akusaidie ushinde kutoa sadaka. Ilimtoa Yesu jasho la damu. Alifika mahali akasema no, kikombe hiki kiniepuke. Usifikiri kutoa sadaka inayoondoa mauti ni gharama ndogo. Na kadiri unapopata ubishi mkubwa ndani yako, unapata hiyo kitu tunayosema ni personal doubt au self doubt. Unapopata mashaka binafsi ndani, ujue ndio ile sadaka kubwa iliyobeba nguvu ya kuondoa mauti. Ni Gethsemane. Ni Gethsemane. Ni Gethsemane yako. Yesu alikuwa Gethsemane, anashindana. Akasema no, kikombe hiki kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimizwe. Ilimgharimu jasho la damu, ilimgharimu machozi ya damu, kutoa sadaka ya uhai inayosababisha kuzuia mauti ya dunia nzima. Ndio maana mimi na wewe hatufi. Tujapokufa tumepita mautini kuingia uzimani. Na yeye akasema, tazama nilikuwa nimekufa nami ni hai, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Hata aishie na kufa, lakini atakuwa amepita mautini kuingia uzimani. Na sasa tuna uzima wa milele na tunatumaini la uzima wa milele. Kuu wapi mauti kushinda kwako? Kuu wapi kaburi uchungu wako? Maana kumeshindwa na zaidi ya kushindwa katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu, yule aliyeidharau mauti akatoa sadaka ya nafsi yake ya kuzuia mauti katika maisha yetu. Ninakuombea, umepata hasara mno, umepoteza miaka mno, umepoteza siku nyingi sana, umeishi kwa taabu kubwa mno, mauti imepata nguvu sana kwenye maisha yako. Nataka nikuambie, kuu wapi mauti uchungu wako? Tangu leo Mungu akupe neema. Ukisikia sadaka, wage wa kwanza kukimbia. Yaani ukisikia mchungaji anasema hapa tunataka kufanya hiki, hebu nenda haraka, maana inazuia mauti katika maisha ya mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo.